Leo tutajifunza kuhusu malaika na kazi zao kwa waaminio. Watu wengi wamekuwa na maswali kuhusu malaika. Je, malaika wapo? Je, wanafanya nini? Je, wanaweza kutusaidia? Biblia inatufundisha kwamba malaika ni viumbe wa Mungu walioumbwa kwa ajili ya kutimiza mapenzi yake na kuwahudumia wale wamchao Mungu. Maana maandiko yanatuambia kwenye Waebrania 1:14, je, hao wote si roho watumikao wakitumwa kuwahudumia wale watakaourithi wokovu? Hii inaonyesha kwamba malaika wana huduma maalum kwa ajili ya watu wa Mungu. Leo tutaenda kuangalia kazi ya malaika kwa waaminio, na kazi ya mwisho itakushangaza zaidi kwa sababu ni siri nzito kabisa. Na kama kabisa ni mara ya kwanza kuangalia video zetu kwenye channel ya Jehova Media TV Online, bonyeza kitu chekundu yani subscribe, kisha bonyeza alama ya kengele. Hongera sasa na umekuwa miongoni mwa familia ya Jehova Media TV Online. Kwenda kuangalia kazi za malaika kwa waaminio. Kazi ya kwanza, malaika hulinda na kuwalinda waaminio. Kumbe kazi ya malaika ya kwanza huwa ni ulinzi. Mungu anaweza kutumia malaika kuwalinda watoto wake dhidi ya hatari mbalimbali. Katika Zaburi ya 91:11 maandiko yanatuelekeza kwamba kwa kuwa atakuagizia malaika zake wakulinde katika njia zako zote. Kumbe Mungu huagiza malaika waweze kukulinda katika njia zako zote. Kumbe kazi ya malaika ya kwanza huwa ni ulinzi wa mwanadamu. Kumbe Mungu si kwamba kila mara ataondoa kila changamoto, lakini anaweza kutumia malaika zake kutimiza ulinzi wake juu ya maisha ya waaminio. Katika mfano katika Biblia, Danieli alipotupwa katika tundu la simba, Mungu alituma malaika wake kufanya vinywa vya simba na kuvifunga. Maana malaika alikuja kafunga makano ya vinywa vya simba. Ukisoma Danieli ile sura ya 6 mstari wa 22, Mungu wangu amemtuma malaika wake na amefunga vinywa vya simba wasije wakanidhuru. Hapa ni Danieli alikuwa akimwambia mfalme Dario. Baada ya kuwa Dario ameamka asubuhi na mapema kwenda kumkuta Danieli yuko katikati ya tumbo la simba, akamwita Danieli, naye Danieli akaitika akasema, Mungu wako amekulinda. Akasema Mungu alituma malaika zake wakaja wakafunga vinywa vya simba. Kumbe Mungu anakutumia malaika kama walinzi. Kumbe unapokuwa tayari umemwamini Yesu Kristo, unatembea na malaika zake, kwa kuwa wao wapo kwa ajili ya kukulinda katika changamoto, katika shida ambayo unaipitia. Moja kwa moja Mungu huona kuagizia malaika, na malaika hao huwa ni kwa ajili ya kukulinda wewe, kwa ajili ya kukulinda na kila changamoto, na kwa ajili ya kukulinda na kila uharibifu ambao adui ataleta mbele yako. Usiishi kwa hofu, kwa sababu Mungu anaweza kutumia njia za ajabu kukulinda. Tazama jinsi ambavyo alimlinda Danieli katika tundu la simba. Hivyo na sisi tunapaswa kumtegemea Mungu kama Danieli, tukijua kuwa tuna ulinzi wa malaika katika maisha yetu. Na kazi ya pili ya malaika katika maisha yetu, malaika huwa wanasaidia waaminio katika huduma ya Mungu. Kumbe malaika wanachokifanya pia ni kuleta usaidizi katika huduma ya Mungu. Malaika hutumwa kufanya kazi zinazohusiana na mpango wa Mungu duniani. Katika kitabu cha Matendo, malaika walimsaidia mtume Petro kutoka gerezani. Katika Matendo ya Mitume ile sura ya 12 mstari wa 7, maandiko yanatufundisha kwamba, na tazama malaika wa Bwana akasimama karibu naye, nuru ikang'aa chumbani, akampiga Petro ubavuni akamwamsha. Kumbe Petro alikuwa amefungwa, lakini Mungu alitumia malaika kumfungua. Kumbe katika maisha yetu ya huduma, kwa kipindi hicho Petro amefungwa kwa ajili ya huduma ambayo alikuwa akiifanya ya utumishi, lakini kwa kuwa ile ni kazi ya Mungu, na kwa kuwa Mungu hutuma malaika wake kukusaidia kwenye kazi ya Mungu, moja kwa moja alimwagizia malaika na kuweza kumpiga ubavuni ili hali amelala gerezani, na moja kwa moja akawa amemtoa ndani ya gereza. Na baada ya hapo wakamuona kipindi kanisa linaomba kwa ajili ya Petro, moja kwa moja naye akafika akaingia tena hekaluni na kuweza kuwasalimu ndugu zake. Kumbe hakuna kifungo ambacho Mungu hawezi kukivunja.
kila kifungo ambacho tunakipitia Mungu anaweza kukivunja na kwa kutuma malaika zake kwa ajili ya kutusaidia katika maisha yetu ya kila siku. Hivyo usikate tamaa na kuishi maisha ya hofu, kwa sababu wewe kama mwamini, malaika wa Bwana wanatembea pamoja na wewe kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanakusaidia na kutia nguvu pale ambapo unapita kwenye changamoto, pale ambapo unahisi kukata tamaa, bado malaika wa Bwana hutembea pamoja na wewe. Na kazi ya tatu ya malaika huwatia nguvu waaminio wakati wa majaribu. Kumbe wakati mwingine Mungu anaagiza malaika kwa ajili ya kuwatia moyo waamini wake katika kipindi cha majaribu. Malaika wanaweza kutumia au kukutumikia au kwa kukupatia faraja katika kipindi cha majaribu, kwa sababu malaika wanaweza kutumika kuwapa watu wa Mungu msaada wakati wa nyakati ngumu. Baada ya Yesu kufunga siku 40 jangwani na kujaribiwa na Shetani, kuna jambo la kujifunza mahali pale. Katika Mathayo ile sura ya 4 mstari wa 11 anasema kwamba kisha Ibilisi akamwacha, na tazama wakaja malaika wakamtumikia. Kumbe hata Yesu katika ubinadamu wake alipitia wakati wa udhaifu, na Mungu alitumia malaika kumtia nguvu. Kumbe malaika huwa wanatumia kutia nguvu wakati wa majaribu, na siku zote malaika wanapokuja machoni pako kutia nguvu, ni namna pekee ambavyo unapata nguvu mpya. Na Yesu Kristo yale amevaa binadamu kipindi amekuja kufanya ukombozi, moja kwa moja Mungu alimtumia malaika ili waje wamtumikie baada ya kuwa amejaribiwa na ule mwovu Shetani. Kumbe katika maisha yetu tunapita kwenye majaribu mbalimbali, Mungu anatuangalia na kuagiza malaika kwa ajili ya kuja kutusaidia, kwa ajili ya kuja kututia nguvu kipindi cha majaribu. Ndio maana unapita kwenye jaribu, baadaye unashangaa umevuka, hauelewi umevukaje. Ni kwa sababu tu malaika wa Bwana walikuwa pamoja nawe. Umekujiuliza kuna jaribu ambalo lilikuja ukavuka, ukashangaa hapa nimevukaje? Usiogope, bali ni malaika wa Bwana ambao walikusaidia. Na tuende kuangalia nguvu ya 4 ya malaika au siri kuhusu malaika na kazi ambayo wanaifanya kwa habari ya waumini au waaminio. Malaika hutangaza ujumbe wa Mungu. Katika Biblia, Mungu mara nyingi alitumia malaika kupeleka ujumbe kwa watu wake. Mfano, malaika Gabrieli alimletea Malkia ambaye ni Maria Bikira kwa habari ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Kumbe katika Luka ile 1:30-31 ni jinsi gani ambavyo malaika alikuja kwa Mariamu kwa ajili ya kumpatia ujumbe wa Mungu. Na mara nyingi Mungu amekuwa akitumia malaika kwa ajili ya kutuletea ujumbe hata hapa duniani. Na katika Luka ile 30-31 ukisoma mahali pale utaona anasema kwamba malaika akamwambia, usiogope Mariamu, kwa maana umepata neema kwa Mungu, na tazama utachukua mimba na kuzaa mtoto mwanamume, nawe utamwita jina lake Yesu. Hapa tunapata funzo kuwa Mungu anaweza kutumia njia mbalimbali kuonyesha mapenzi yake au kufikisha ujumbe kwa watu wake. Mungu akiona kuna haja ya kutumia malaika, atamtumia kukuletea ujumbe. Na Mungu akiona kwamba hapo kuna namna nyingine ya kufanya, atafanya kwa ajili ya mapenzi yake, kwa sababu Mungu anaweza kuwatumia malaika kukuletea ujumbe kwenye maisha yako. Na tuende kuangalia kitu ambacho tuko tunasubiri kwa hamu zaidi. Hapa tunaenda kukikaribia kabisa. Malaika hushangilia wokovu wa mtu. Mungu anapomwokoa mtu, mbingu hushangilia. Katika Luka 15:10 anasema kwamba vivyo hivyo nawaambia, kuna furaha mbele ya malaika na Mungu kwa ajili ya mwenye dhambi mmoja atubuye. Hii inaonyesha kuwa thamani kubwa ya wokovu au thamani kubwa ambayo wewe unayo mbele za Mungu. Hivyo unapokuwa tayari umeokoka, malaika huwa wanashangilia na kufurahia ule wokovu wako. Moja kwa moja hii inaonyesha kwamba thamani kubwa ambayo Mungu ameweka kwenye wokovu wa mwanadamu, kwamba inakuwa ni furaha tele na kushangilia kwa malaika na pamoja na Mungu mtu mmoja anapokuwa akitubu. Kumbe wewe ulipotubu na mtu anapokuwa akitubu, moja kwa moja inakuwa ni furaha na kushangilia kwa malaika pamoja na Mungu huko juu mbinguni. Na kitu kingine tujifunze kuwa pamoja kwamba malaika wana nguvu na utukufu, Biblia inakataza kuabudu. Katika Ufunuo sura ya 22:8-9
Anasema kwamba mimi Yohana nilipoziona na kusikia, nikapiga magoti mbele ya miguu ya malaika. Akaniambia, angalia, usifanye hivi, mimi ni mtumishi mwenzako. Malaika ni watumishi wa Mungu, si Mungu. Kwa hiyo jifunze kuwa pamoja Mungu anatumia malaika zake, usiwaabudu malaika, bali uzidi kumpatia Mungu utukufu. Anaposema kwamba usiwaabudu malaika, moja kwa moja usiwapatie utukufu wa Mungu, moja kwa moja umwinue Mungu ambaye amewatuma hao malaika, kwa sababu kumwabudu Mungu pekee ni jambo la muhimu sana. Pia kumtegemea Kristo ni jambo pekee katika maisha yako. Kuwaheshimu malaika kama watumishi wa Mungu ni jambo muhimu sana kwenye maisha yako. Lazima waheshimu malaika kama watumishi wa Mungu. Moja kwa moja hapo sasa utakuwa umefanya jambo la maana kabisa. Je, nifanye nini niweze kutumiwa malaika na Mungu? Au ni jambo gani ambalo litamsukuma Mungu aweze kunitumia malaika katika maisha yangu? Kumbe waaminio wanatakiwa kuishi maisha ya utakatifu, kwa sababu malaika wanadumu mbele za Mungu. Waaminio wanapaswa kuishi maisha yanayompendeza Mungu. Katika Petro wa kwanza ile sura ya kwanza na mstari wa 15 anasema kwamba bali kama yeye alivyowaita alivyo mtakatifu, ninyi nanyi iweni watakatifu katika mwenendo wenu wote. Kumbe hatupaswi kutafuta malaika kuliko kumtafuta Mungu, bali tujue kuwa baada ya kuwa tumeishi maisha ya utakatifu, moja kwa moja Mungu mwenyewe ataanza kutuagizia malaika, kwa sababu baraka kubwa zaidi ni kuwa na uhusiano na Mungu. Baada ya kuwa tumeishi maisha ya utakatifu, automatiki Mungu atatuagizia malaika katika maisha yetu. Hivyo nakuasa kuwa tafuta kuishi maisha ya utakatifu, achana na dhambi, mwambie Mungu, jua kuwa ipo neema ya kuishi maisha matakatifu. Kumbe malaika wana kazi nyingi sana kwa waaminio, kwa sababu Mungu watuma malaika kuwalinda kwa amri ya Mungu, pia kuwasaidia katika mipango ya Mungu, pia kuwatia nguvu wakati wa majaribu, kupeleka ujumbe wa Mungu, pia kushangilia wokovu wa watu. Lakini tunapaswa kukumbuka kuwa malaika si chanzo cha wokovu wetu. Yesu ndiye mwokozi wetu. Maana kwenye Wakolosai ile 1:16 nasema kwamba kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa, vilivyo mbinguni na vilivyo chini, manake hapa duniani. Kumbe tujue kuwa Mungu aliwaumba malaika na akaumba vitu vyote. Tujue kuwa msingi wa wokovu wetu ni Yesu Kristo, ambaye ndiye mwokozi wa maisha yetu. Hivyo muombe Mungu akusaidie uweze kuishi pamoja na maisha ya utakatifu, huku Mungu akikuagizia malaika kwa ajili ya ulinzi wake. Unaweza kuomba nami kwa maombi haya kusema kwamba Bwana Mungu wetu, tunakushukuru kwa ulinzi na huduma zako zinazoonekana. Tusaidie kutumaini wewe zaidi kuliko vitu vingine vyote. Tujalie kutembea katika njia zako na kuishi maisha ya kukupendeza wewe. Katika damu ya mwana kondoo aliye hai, naomba nikishukuru mbele za Mungu. Amen. Na kama somo hili limekugusa, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment na kushare ujumbe huu kwa grupu moja ambayo unalipenda au kwa mtu mmoja ambaye unampenda. Utakumitangaza neno la Mungu pamoja nami. Mungu wa mbinguni akubariki. Amen.